Rais wa Marekani amezungumzia kwa mapana msimamo wake kuhusu Irani, Israel na hali ya kisiasa ya kimataifa, akisisitiza kuwa hakuna wakati wowote Israel ilimshawishi au kumlazimisha kuingia vitani dhidi ya Irani. Amesema maamuzi yake yote kuhusu Irani yanatokana na mtazamo wake binafsi wa muda mrefu kuhusu usalama wa dunia na si ushawishi wa mataifa mengine. Trump amesema tukio la Oktoba 7 mwaka 2023 lilikuwa la muhimu sana katika kubadilisha na kuimarisha zaidi mtazamo wake kuhusu Mashariki ya Kati. Amesema tukio hilo lilionyesha hatari kubwa za ukosefu wa utulivu katika eneo hilo, na kwa mtazamo wake limefanya msimamo wake wa muda mrefu kuhusu Irani kuwa thabiti zaidi, hasa kuhusu suala la silaha za nyuklia. Ameeleza wazi kuwa naamini Irani haipaswi kuruhusiwa kumiliki silaha hizo kwa sababu ya hatari ya kuongezeka kwa migogoro na kuyumba kwa usalama wa kimataifa. Katika maelezo yake, Trump pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu vyombo vya habari na wachambuzi wa kisiasa, akidai kuwa sehemu kubwa ya taarifa zinazotolewa ni potofu na zisizo sahihi. Amesema kwa mara nyingi umma hupewa taarifa zinazochanganya au zisizoakisi hali halisi, na hivyo kuathiri mtazamo wa watu kuhusu matukio ya dunia. Pia amesisitiza hana imani kubwa na kura ya maoni, akisema mara nyingi zimekuwa zikipotosha au kuonyesha picha isiyo halisi ya hali ya kisiasa. Trump pia amegusia mjadala wa kisiasa duniani na migogoro ya uaminifu katika michakato ya uchaguzi katika baadhi ya nchi, akitumia mifano ya matukio ya zamani kama sehemu ya kueleza ana mashaka na baadhi ya taarifa zinazotolewa na taasisi mbalimbali za kimataifa na vyombo vya habari. Kauli yake ya moja kwa moja, Trump alisema, Israel haijawahi kunishawishi niingie vitani na Irani. Matokeo ya Oktoba 7 yameimarisha maoni yangu ya muda mrefu kwamba Irani haipaswi kuwa na silaha za nyuklia. Siwaamini wachambuzi wala vyombo vya habari vya fake news. 90% wanachosema ni uongo au hadithi za kubuni. Kura za maoni zimepotoshwa kama ilivyodaiwa kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Irani inaweza kushangaza, na kama kutakuwa na uongozi mpya wenye busara, inaweza kuwa na mustakabali mzuri na mafanikio. Aidha, Trump ameongeza kuwa mustakabali wa Irani bado uko wazi na unaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa katika siku zijazo. Amesema endapo kutatokea mabadiliko ya uongozi nchini humo na viongozi wapya wakawa na mtazamo wa busara, maendeleo na utulivu, basi Irani inaweza kubadilika na kuwa nchi yenye uchumi imara na nafasi kubwa ya mafanikio ya kijamii na kisiasa. Kauli hizi zimeibua mjadala mpana katika siasa za kimataifa, hasa katika mazingira ambayo mvutano kati ya Marekani, Israel na Irani bado ni mkubwa. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanasema matamshi kama haya yanaendelea kuonyesha jinsi suala la Irani linavyoendelea kuwa kiini cha siasa za usalama wa Mashariki ya Kati na siasa za dunia kwa ujumla. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.